Mtazamaji, karibu kufuata idhaa Kiswahili ya Kivu Morning Post TV. Vijiji vitatu vipya vya Kalungu katika maeneo ya Masisi kaskazini mwa Kivu vimechukuliwa na wapiganaji wa AFC M23 baada ya mapigano makali na wazalendo na jeshi la Kongo. AFC M23 imekosoa ripoti ya hivi karibuni ya Human Rights Watch ikisema kwamba inadhihirisha jukumu la serikali ya Kongo katika mgogoro wa usalama na kuwaita wazalendo kuwa wahalifu wanaoungwa mkono na utawala wa Tshisekedi. Angalau vijiji vitatu vya eneo la Kalungu vimechukuliwa na wapiganaji wa AFC M23 tangu jioni ya Jumatatu Septemba tarehe 15 mwaka huu. Hali hii ilitokea baada ya mapigano makali dhidi ya wazalendo walio na ushirikiano na jeshi la Kongo katika eneo la Bashali katika maeneo ya Masisi, jimboni Kivu Kaskazini. Maelezo zaidi naye Blaise Basabose. Kwa habari tulizopata, vijiji vya Kasenyera, Muundu na Kilima cha Muzimu vimechukuliwa na wahasi wa M23. Wazalendo pamoja na FARDC walijaribu kupigana lakini walishindwa usiku. Asubuhi ya Jumanne tarehe 16 Septemba mwaka 2025, risasi zilisikika lakini baadaye kulikuwa na utulivu. Watu wengi walikimbia. Wazalendo walikimbilia Lukweti karibu na mito Oso na Rushoga. Sasa hofu kubwa ipo Lukweti kwa sababu M23 wanaendelea kusonga mbele. Wananchi wanaogopa mapigano mapya. Mashuhuda wanasema mapigano makubwa yalitokea jana juu ya Kilima cha Muzimu, sehemu ambayo ilikuwa kambi ya Inyas Muzalendo. Mabomu yalirushwa kutoka Muundu na kulazimisha wakaaji wengi kukimbia Kahira. Kwa sasa pande zote mbili, M23 na wazalendo, zinaleta vikosi vipya. Wananchi wanasema hali hii inaleta wasiwasi mkubwa na wengi wanaomba msaada wa haraka ili kuepusha mafaa mapya. Muungano wa AFC M23 umejibu ripoti ya hivi karibuni ya Human Rights Watch kuhusu mvutano mashariki mwa DRC. Kikundi kilichotoka katika kikao huko Geneva kinasema kwamba ripoti inadhihirisha jukumu la serikali ya Kongo katika mgogoro wa usalama. Mwalimu Jean-Paul Siaka, kiongozi wa kikundi hicho, alisema hii leo kwenye Kivu Morning Post kwamba Human Rights Watch inawachukulia wazalendo kama magengi wakati wao ni wahalifu. Kwa maoni yake, wanaungwa mkono na utawala wa Felix Tshisekedi. Na jijini Beni, makao makuu kwa muda ya kaskazini mwa Kivu, linakabiliwa na kusimama kwa shughuli za kijamii na kiuchumi hii leo Septemba 16. Hali hii inafuatia mauaji ya Bwana Hasani Lusasa, mkazi wa eneo la Malepe, yaliyotokea usiku uliopita. Mwandishi wetu Isaac Bingeve alitoa maelezo zaidi kuhusu janga hili. Plusieurs boutiques, magasins, pharmacies étaient restés fermés pour dénoncer cette criminalité urbaine. Mais aux environs de 11h, sur le boulevard Nyamwisi, au marché central de Kilokwa et au centre commercial de Matongé, quelques portes étaient à moitié fermées. Alain Kisokero, chef des avenues Mongu au quartier Malepe, explique les circonstances du décès de la victime. Autour de 0h25 minutes, où il y a un homme nommé Hassan, boucher de son état, qui revenait de la ville pour la maison, donc dans le quartier Malepe, cellule 4 Kameru. Par malchance, il s'est heurté avec deux militaires qui pourchassaient de bandits. Malheureusement, il s'est retrouvé dans un mauvais endroit, au mauvais moment. Ces militaires qui passaient que la victime, c'était le bandit dont il poursuivait, l'ont criblé des balles au niveau du dos parce qu'il avançait
pour atteindre son domicile. Les activités scolaires ont été également paralysées. Des écoliers et élèves étaient contraints par les manifestants de regagner la maison. On nous a dit à l'école qu'aujourd'hui on a tué un papa et on nous a dit de rentrer à la maison. On nous a informé que hier soir on avait tiré le coup de balle. Toujours à Beni, la même nuit du lundi à ce mardi, au quartier Mabakanga, commune de Rwenzori, 4 ménages étaient visités par des bandits armés. Ils ont apporté une somme d'au moins $750 américains après avoir tiré plusieurs coups de feu. Peu après, les services de sécurité ont intervenu pour limiter les dégâts. Wafanyakazi wa mpango wa silaha kutengwa kwa kuimarisha na jamii PDDRCS wa Beni wamekuwa katika mgomo tangu siku 16. Wanaomba malipo ya miezi 35 ya madeni ya mishahara. Katika taarifa hii leo wameeleza hasira yao juhudi ya kutokujali kwa uratibu wa taifa na wa mkoa. Katika jiji la Uvira, makao makuu ya muda ya Kivu Kusini, kazi za kurekebisha barabara zimeanza tena baada ya mvutano wa usalama. Safu ya kwanza ya kuandaa kuwekeza lami imewekwa kwenye barabara kwa kuridhika kwa wakaji wa mahali. Tujelekeze Ituri baada ya kurejesha maeneo ya madini yanayodaiwa na vikosi vya silaha vya Kongo kutoa fedha kwa uasi wa Thomas Lubanga katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mamlaka zimeweka mfumo wa udhibiti wa kawaida. Juhudi hii inalenga kusisitiza kwamba matumizi ya rasilimali za asili hayawezi kusaidia zaidi mgogoro ya silaha. Tubaki tu Ituri, kikundi kilichojumuisha maendesha mashtaka wa kijeshi wa Ituri pamoja na mashirika mengine ikiwemo wanachama wa ofisi ya pamoja ya Umoja wa Kimataifa kuhusu haki za binadamu na Msalaba Mwekundu kimefanya ziara Jaiba, eneo lililopo katika kikundi la Fataki katika eneo la Jugu mkoani Ituri, kuchunguza mauaji ya raia kadhaa. D'après le colonel magistrat Joseph Makelele, auditeur militaire près la cour militaire de l'Ituri, cette mission a pour but d'enquêter sur les massacres commis à date du 12 février de cette année en cours à Djougou. Les victimes seront déterrées dans la fosse commune pour des raisons d'enquête. Eux-mêmes, les corps peuvent parler. On appelle ça la médecine médico-légale. Dans l'expertise médico-légale, donc on prend un spécialiste. Il voit par exemple, tout le monde n'est pas tué de la même façon, malheureusement. Il y a des gens qui sont tués par machette, il y a des gens qui sont tués par des coups de bâton, ainsi de suite, par des planches, ainsi de suite, comme les ZF font le fond. C'est pas cette médecine qui va faire parler les corps sans vie. Donc ils vont stériliser les corps sans vie pour savoir les causes des morts. Donc les gens qui sont enterrés dans les fosses communes seront encore d'enterrés, je crois. Oui, c'est ça. On appelle ça l'exhumation. On les déterre et puis après on va les enterrer de manière digne. Parce qu'avant on les a enterrés dans la précipitation. C'est pour ça qu'on a parlé de fosses communes. Dans une fosse commune on met tout le monde. C'était dans la précipitation. Mais cette fois-ci on peut mettre chaque personne dans un lieu assez convenable.
La plupart des victimes ont été enterrées dans des fosses communes. La justice militaire de l'Ituri souligne son engagement à mener des enquêtes afin que les auteurs de ces actes soient punis. Cet acte est salué par certaines couches sociales à Ituri qui appellent les autorités judiciaires à étendre cette enquête dans toutes les zones, notamment à Drodro, Plaine Savo et Djangi, d'où des centaines de civils ont été massacrés et d'autres enterrés vivants. Rachid Kudra depuis Bunya pour Kivu Morning Post. Tumalizie taarifa ya habari Kinshasa. Baada ya mvutano jana, ofisi za bunge la taifa zilikuwepo na wafanyakazi pia walikuwepo leo. Jana Vital Kamerhe aliruhusu ofisi yake kumaliza siku mapema baada ya wikendi ya maandalizi kwa ajili ya mkutano wa bunge. Leo rais aliwasihi huduma zake zisiharakishe hatua za bunge zinazolenga kutengua nafasi yake. Mbunge Eric Chikuma anakumbusha kwamba mkutano wa Septemba unalenga hasa bajeti, ukiangazia masuala ya kijamii, usalama na ukusanyaji wa pesa. Pendwa mtazamaji, ni pamoja na habari kwa Kinshasa tunakomesha idhaa Kiswahili kwenye Kivu Morning Post TV. Asante kwako ulitegea sikio mwanzo mwisho. Tukutane hivi karibuni kwa habari zingine.